Mambo ni aje wadau wangu wa faida? Leo nimekuletea chuma kimoja kinachoitwa Keep Me Wet. Ni cha moto sana, ni azime macho na masikio yako ili tuwe pamoja. Unajua kuna muda maisha yanakuchezea rafu mpaka unajihisi labda ulizaliwa siku ya mapumziko ya malaika. Kutana na mrembo wetu Pamela. Huyu ni binti mcharuko mmoja hivi, mrembo na ana vibe la mjini. Siku hii inaonekana Pamela anashuka kutoka airport, amerudi kwa ajili ya birthday yake ya miaka 25. Anajiona malaika, ananata sana, anatembea kama hataki kugusa ardhi. Lakini katika purukushani za kishua akachanganya mambo. Hey God. Lawrence. Badala ya kuchukua begi lake lenye magauni ya gharama ya birthday, akabeba begi la njemba mmoja hivi anaitwa Lawrence. Lawrence naye kwa upande wake akabeba begi la Pamela. Yaani wakafanya exchange bila kujua. Sasa fikiria, njemba zima kama Lawrence limekaza misuli, linafika nyumbani, linafungua boksi, linakuta magauni ya kike, chupi za lace na vinguo vya kulalia vyenye harufu ya marashi ya kike. Wakati huo huo Pamela naye anakuta boxer za kiume, mashati ya linen na miharufu ya kiume. Pamela akapaniki sana. Akakagua ile begi, bahati nzuri ilikuwa na document kadhaa ambazo zina namba ya simu ya mmiliki wa begi hilo. Akiwa amepaniki, anampigia simu Lawrence. Lawrence ana sauti ya kiume haswa, sauti ya bezi inayoweza kufanya spika ya simu itetemeke. Lawrence amkwepeshi. Baada ya kuambiwa anayempigia ni nani, anamwambia, wewe binti, akili zako ziko wapi wewe? Hebu njoo uchukue vitu vyako hapa barabara ya airport, mimi nina safari. Hapo ndipo shughuli inapoanza. Pamela akaona isiwe tabu, anakutana na Lawrence maeneo haya. Lakini kama unavyojua mambo ya teknolojia, simu ya Pamela si ikawa imekata chaji na anatakiwa kuwa hewani, ikizingatiwa leo ni siku ya birthday yake. Kuna mambo mengi na watu wengi sana wa kuwasiliana nao. Lawrence alipogundua hilo, anamwambia Pamela, usilete mambo ya kizamani, ingia kwenye gari ichaji simu kwanza. Basi Pamela kaingia ndani ya gari kuboost simu yake. Ni kweli ana uhitaji nayo. Mwanangu, gari la Lawrence si gari, ni kama klabu inayotembea. Lawrence ni mwanaume wa shoka na ana vinywaji vyake mle ndani, ana vibe la hatari. Pamela badala ya kuchukua kibegi na kusepa, anajikuta anaingia kwenye vibe la Lawrence. Wakaanza kupiga story pale, si unajua tena mastori ya watu wazima. Wakaendelea kunywa vinywaji, kugonga cheers za hapa na pale. Pamela akasahau kuwa nyumbani kwake mama yake Felicia amewaandaa wageni. Chakula kipo mezani na kila mtu anamsubiri malkia wa birthday. Lakini Pamela mwenyewe yuko wapi? Yuko ndani ya gari la mwanaume asiyemjua. Wanapiga vinywaji mpaka akili inahama. Hapa ndipo shetani anapochukua nafasi yake. Lawrence na Pamela ndani ya gari, mambo yakawa mambo. Wakakipu each other wet, yani kiukweli ukweli. Hakuna cha begi wala nini, kila mtu akajisahau. Asubuhi inafika, jua limeanza kuchomoza. Pamela akazinduka, anajikuta yupo kwenye gari na pembeni yake yuko Lawrence. Akili inamrudia, ndo anakumbuka kwamba jana ilikuwa birthday yake na mama yake atakuwa amemsubiri sana, na inakuwaje amelala mpaka muda huo kwenye gari. Akajishangaa sana kwa alichokifanya. Kufika nyumbani anakuta mama yake ana hasira kama amekanyaga moto vile. Wageni walishasepa, zawadi zimejaa kama zote, lakini mwenye birthday ya kuwepo ndio huyu anarudi sasa hivi. Pamela akaanza kusingizia, mara simu ilizima, mara gari iliharibika, uongo mwingi kama mwanasiasa wakati wa kampeni. Lakini ukweli ni kwamba Pamela alikuwa anajirusha na Lawrence waliokutana siku hiyo hiyo moja. Maisha yakaendelea, lakini baada ya wiki chache mrembo Pamela anajihisi kama sio yeye vile. Mwili anauona kama sio wake. Kila akiona chakula kichefuchefu, akinusa harufu ya manukato anatapika. Akajisemea hapa kuna jambo. Akaenda kwa daktari, majibu yakatoka positive. Pamela ana mimba ya usiku mmoja tu, mimba ya Lawrence wa airport. Kumpa habari njema, lakini Lawrence anamtolea nje ya uwanja. Anamwambia, we koma, mimba yangu, tulikutana siku moja tu, unajuaje kama ni mimba yangu? Kwanza mimi nina mchumba wangu Olivia na tupo mbioni kufunga ndoa. Hiyo mimba katoe au mtafute muhusika mwingine, mimi sihusiki. Pamela akabaki ameduaa, Lawrence akampotezea. Debbie akamwambia Pamela, hapa inabidi tutumie akili ya ziada. Kuna yule jamaa David anayekufukuzia kwa siku nyingi, anaonyesha kukutaka leo kesho. Mama yako pia anampenda yule kijana, mtege, muingize mtegoni yule, lala naye kisha mbambikie hii mimba. Lakini kumbe huku nyuma kuna mchezo mchafu unaendelea. Kuna mzee mmoja anaitwa Mr. Martins. Huyu mzee ni kama nyoka wa mjini, alikuwa rafiki wa baba yake Pamela, lakini lengo lake ni kuchukua mali zote za marehemu Johnson, yani baba yake Pamela. Martin akawa anampanga David amfuate Pamela ili wakioana David awe anampitishia siri za mali ya familia na kujua jinsi ya kuzichukua. Kwa hiyo tunajua kabisa David kumbe hata ampendi Pamela. Inaonekana ni mpango maalumu ambao
amepanga na Mr. Martin ili kuifilisi familia ya kina Pamela. Mr. Martin naye akaanza kumvizia mama yake Pamela, Felicia, ili eti amuoe. Yote hiyo ni kujiweka karibu na utajiri huo. Yaani hawa walikuwa ni machawa wa utajiri wa Pamela. Kwa hiyo mpango wao wa siri ni kuifilisi familia hiyo ama kumiliki mali hizo. David akaanza kumpetipeti Pamela na Pamela akajifanya anaingia kwenye mtego huo, akajilegeza kwa David na mambo mengine yakaendelea. Lakini siku moja David akiwa anapekua akagundua kile cheti cha mimba cha Pamela. Badala ya kumwambia Pamela, akaenda kwa Mr. Martins. Mr. Martins naye akamwambia hii ndio fursa yetu, mtishe Pamela, mwambie tutamwambia mama yake kama hatakubali kufanya tunachotaka. Pamela akajikuta ametaitiwa vibaya, lakini Pamela sio binti wa mchezo, akamtonya tena Debbie. Wakapanga mission ya hatari. Siku moja hivi wakaandaa tukio, wakamwalika David chakula cha usiku. David akaja akajua mambo yameshajipa kati yake na Pamela, lakini kumbe mabinti hao kuna dozi wamemwandalia. Sasa baada ya chakula, Pamela akamwambia David, unajua chakula ulichokula kina sumu ndani, na kama hutatuambia ukweli wa Mr. Martins, ndani ya dakika 10 zijazo utakuwa marehemu, yani mfu kabisa, umekufa. David anatapatapa pale na kwa uoga wa kufa, jasho jingi sana linamvuja. Akaanza kutapika siri zote, akasema yote kuhusu mpango mzima wa Mr. Martin na familia yao, kuhusu masuala ya kutaka kuifilisi familia ya kina Pamela na mambo kama yote. Mwisho anasema nisameheni, Mr. Martin ndo aliyenituma, anataka utajiri wa familia yenu. Yeye anataka kumuoa mama yako, alitaka na mimi nikuoe wewe ili tuchukue kila kitu. Pamela anarekodi kila kitu kwenye simu yake, mtego wao ukawa umenasa. Wakati huo huo, Lawrence huku naye mambo yamemwalibikia. Aligundua kwamba mchumba wake Olivia ni muigizaji tu, ameshapigwa mimba kadhaa na wanaume wengine na kuzichomoa kisirisiri. Na Lawrence alikuwa anajazwa upepo tu kwamba anapendwa, lakini kumbe kuna mambo ambayo Olivia anayafanya. Kwa hiyo alikuwa anazungukwa. Lawrence akakaa akakumbuka usiku ule na Pamela ulivyokuwa. Mwisho akagundua kuwa Pamela alikuwa kweli mwanamke fulani hivi mwenye vibe lake, na ukizingatia kwamba Pamela alimpa taarifa kwa ni mjamzito. Akaamua kufunga safari mpaka nyumbani kwa Pamela. Akamkuta Pamela akiwa na mama yake, na Lawrence akawa amesimama kama mwanaume akasema, nilichojia hapa wala sio mambo mengine, ni kwa ajili ya mwanangu na mwanamke niliyemkosea. Nipo hapa kwa ajili ya kuomba msamaha, huku nikitambua kuwa mimi ni baba wa huyo kiumbe ambaye yupo tumboni kwa huyu mwanamke. Mama yake Pamela anagundua kuwa Lawrence ingawa alianza kwa makosa, lakini ana moyo wa dhati. Anaonekana kuwa na nia njema na binti yake. Lawrence hakuchelewa, akapiga goti mbele ya Pamela na kumwambia, Pamela, begi lilitukutanisha, lakini moyo wangu sasa hivi umepata mwelekeo. Nataka kuwa baba wa mtoto wako na mume wa maisha yako. Kwisha kusema hayo, Pamela akatabasamu. Kile kichefuchefu kikageuka kuwa bashasha, akajikuta anafurahi sana baada ya hiki kitu kufanyika. Wakaishia kufunga ndoa ya kifahari, na Lawrence akawa anamtania Pamela pale, anamwambia, mke wangu, safari ijayo usisahau kuchukua begi sahihi, usije ukakosea tena. Pamela akamjibu, kama kila begi lisilo langu linaniletea mwanaume sahihi kama wewe, basi nitaendelea kubeba mabegi ya watu kila siku. Filamu yetu ya Keep Me Wait ikawa inaishia hapo. Fundisho ni nini sasa? Usipuuze makosa madogo madogo, mengine anaweza kuwa ndio mwanzo wa maisha yako mapya. Mimi naitwa Lungu TZ, msimulizi wako mkali wa siku zote, na hii ndio ilikuwa movie yetu ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, bila kusahau kuandika maoni yako hapo chini. Je, ungefanyiwa mchezo wa begi kama Pamela? Ungewahi kumfuata Lawrence usiku ule ule? Na je, ungekutana naye, ungefanya mapenzi naye siku hiyo hiyo? Tupatane kwenye chuma kinachofuata. Peace.